Juliana Shonza, mbunge viti maalum, amezungumzia kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kiendelea, hususan kwa moja kati ya kauli ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ya no reform no election. Amesema sote tunafahamu kwamba kwa sasa taifa letu tupo kwenye uchaguzi mkuu. Sote tunafahamu kuwa inapofika nyakati kama hizi huwa kuna mavuguvugu mengi sana ya kuanza kudai katiba mpya, lakini vile vile kwa miaka mingi iliyopita tumeshuhudia mabadiliko mbalimbali yakifanyika kwenye marekebisho ya katiba yetu. Mpaka sasa katiba yetu imefanyiwa marekebisho mara 14. Tafsiri yake ni nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, tafsiri yake ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM ambayo ndio inaongoza nchi yetu ya Tanzania tangu tupate uhuru haijawahi hata siku moja kuogopa kufanya mabadiliko ya katiba kwa madai ya kwamba itaenda kushindwa katika uchaguzi, kama ambavyo wenzetu akiwemo Mheshimiwa Tundu Lissu amekuwa akidai kuwa serikali ya CCM ni waoga kufanya mabadiliko ya katiba kwa sababu watashindwa kwenye uchaguzi. Jambo hilo Mheshimiwa Mwenyekiti sio kweli, na limedhihirisha na namna ambavyo serikali imekuwa ikifanya marekebisho ya mara kwa mara katika katiba yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kidogo kwa kukumbusha ndugu zetu ambao wanadai kwamba no reform no election mwaka 2012 katika serikali ya awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliweza kuwasikiliza madai yao na akaasisi mchakato wa kuanzisha marekebisho ya katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, tume ilipoteuliwa, mtu wa kwanza kuipinga kamati hii ni Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye alisimama hadharani akasema kwamba wajumbe walioteuliwa na Mheshimiwa Rais wote ni ma-CCM. Hivyo moja kwa moja Watanzania wasingetegemea kwamba watapata katiba mpya, na wenzetu wakaenda mbali zaidi wakamtaka Profesa Baregu ambaye alikuwa ni mwanachama wa Chadema na mjumbe wa kamati kuu, wakamtaka kwamba ajitoe kwenye huo mchakato, lakini Profesa Baregu alisimama akasema kwamba ukiambiwa uchague chama chake na taifa lake atachagua nchi yake. Ni wazi kwamba Chadema tulionayo ni wazi kwamba wanatakiwa kumpata mtu kama Profesa Baregu ambaye alijua kabisa kwamba wakati gani na kuchagua maslahi ya chama na wakati gani wa kusimamia maslahi ya nchi. Hii ni mifano midogo tu ya kuonyesha namna ambavyo serikali ya CCM imekuwa na dhamira dhati ya kuhakikisha kuwa inaleta katiba mpya kama ambavyo Watanzania na watu wa upinzani wamekuwa wakidai. Mchakato walioendelea na likaundwa bunge. Katikati ya mchakato ndugu zetu walisusia mchakato, wakatoka nje na wakakataa kuendelea kujenga katiba ya nchi yetu. Leo wanakuja wanataka no reform no election. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili linafikirisha sana kwamba ni reforms zipi ambazo wao wanazitaka wakati walishagomea mchakato wa katiba mpya bungeni. Mimi ni waombe tu wa Tanzania kwamba hawa watu ni kawaida yao wamekuja sana na no reform no election, lakini ukiangalia hakuna jipya wanalolidai ambalo halikuwepo kwenye ile tume ya Jaji Warioba, na ndio maana baadaye wamekuja wanasema tunaomba mapendekezo yale yaliyokuwepo kwenye tume ya Jaji Warioba iweze kuzingatiwa na serikali. Wakasahau kabisa kwamba mwanzo walisema ile tume ya Jaji Warioba ni tume ya ma-CCM na haiwezi kufanya kazi yoyote. Mimi niendelee kuiomba TAMISEMI iendelee kusimamia na kusimama, na mfahamu kwamba nchi inategemea CCM na wenzetu hawana dhamira ya dhati ya kuijenga nchi yetu. Hao ni watu ambao wamekuwa na siasa za kuleta matukio mara kwa mara, na wanafahamu kuwa endapo katiba mpya itapita wao watakosa ajenda ya kusema. Hata hawa ambao wanasema hawatashiriki kwenye uchaguzi kwa sababu ni watu wa siasa za udundumizi, hata wakisema wanataka kushiriki, niombe TAMISEMI iweze kuwaruhusu, kwa sababu sisi kama Chama cha Mapinduzi wala hatuwaogopi. Chadema sasa hivi hawana ajenda. Wakishiriki tutashinda, wasiposhiriki tutashinda, kwa sababu rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi nzuri katika nchi yetu ambayo Watanzania wanaiona namna ambavyo amekuwa akiendelea kuongoza nchi yetu. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya maneno ya mbunge wa viti maalum Juliana. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.